واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Leo insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika darasa letu endelevu katika msikiti wa Mwenye Mkuu hapa Magomeni Mapipa, Ijumaa 3 na Ijumaa 4 baada salati al-maghrib mpaka isha, tunaendelea na darasa letu. Mada yetu tutakayozungumza leo, darasa letu ni adabu ya kubisha hodi majumbani. Adabu ya kubisha hodi majumbani, kama alivyosema Imam Mwaita Allahu yahfadhuhu kwamba kutakuwa ni tafsiri ya Qur'an, na mimi ninakwenda moja kwa moja katika Suratul Nur, tafsiri ya Suratul Nur. Hata kama hatutoisoma yote, lakini tutasoma utangulizi wake. Ndugu zangu, tafsiri hii ya Qur'an ya Imam Qurtubi rahimahullah, Suratul Nur, nimeanza kusomeshwa na mwalimu wangu Madina, muadhini wa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka sasa hivi leo tarehe 28 mwezi wa 4 2025, ambao ni sawa na mwaka 1446 mpaka leo. Sura hii tuliisoma tarehe 29 mwezi wa 11 1995. Suratul Nur alitusomesha mwalimu huyu Dr. Umar Kamal au Hassan Kamal, ambaye ni muadhin wa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallama mpaka leo. Na alikuwa anapoingia darasani lazima nianze kusoma mimi, kisha ndio anaanza kusherehesha. Anaambia ikra ya Hashim, ninaanza kusoma, ananikosoa pale ninapokosea. Hiyo ni kawaida kwa mwanafunzi na binadamu yoyote, lazima ukosolewe na mwalimu wako, kisha baada hapo anaanza kusherehesha. Sasa aya hizi tumezipitia, ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 1995, na leo ni 2025, ambayo ilikuwa ni sawa na tarehe 3 mwezi wa Rajab mwaka 1415 Hijiria. Hii ni historia nimeiweka, manake kila tulipokuwa tukisoma nilikuwa naandika tarehe. Ndipo tumeanza kuisoma hii tafsiri ya Qurtubi rahimahullah pale Madina, kuanzia mwaka wa 3 mpaka mwaka wa 4 mpaka 95 tunaondoka pale. Sasa tunakwenda katika hii Suratul Nur. Thawabu zitamwendea shekhe ambaye yeye hajui, lakini Mwenyezi Mungu aweke katika mizani yake, na Allah ampe afya njema, ampe umri mrefu, na aendelee kuwatoa wanafunzi ambao watakao kuwa wanakwenda kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Imam Qurtubi rahimahullah, Suratul Nur, hii Suratul Nur madaniyatun bil ijma'i, imeteremkia Madina kwa ijma' ya wanachuoni wa tafsiri kutoka kwa masahaba, kama walivyoipokea na wao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii sura Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi akasema Suratul Nur hiya madaniya, Suratul Nur ni madaniya. Akasema wa ayaha, idadi ya aya zake 64 aya, ina aya 64. Huyu ni mwanachuoni wa kwanza katika tafsiri inaitwa Tafsiru Al-Maraghi, nayo nilifuatilia nikawa naisoma kidogo kidogo wakati nasoma Mombasa Kisauni mwaka 87, 88, 89, 90, nikawa naipitia pale kwa Sheikh Ahmad Dumila katika msikiti wa Birikao pembezoni mwa barabara inaitwa Digo Road. Sheikh Ahmad Dumila mpaka leo yupo hai,
Allahu yujazihi fi ilmihi wa as'alullah an yutawwil umra, Allah muongezee umri, naye Allah anamwekea katika mizani yake. Mwaka juzi nilipoalikwa Mombasa, nilikwenda nikakutana naye hafidhahullah katika hii tafsiri ya Ahmad Mustafa al-Maraghi. Qala al-Alusi, Imam Alusi rahimahullah, Abu al-Fadl al-Baghdadi al-Iraqi, katika tafsiri yake inaitwa Ruhul Maani, akasema madaniyatun kama akhrajaha Ibn Mardawayhi an Ibn Abbas wa Ibn Zubayr. Hii sura ni madaniya kama alivyoeleza Ibn Mardawayhi rahimahullah kutoka kwa Ibn Abbas na Ibn Zubayr radiyallahu anhuma. Sasa hii sura ina aya za hukumu humu ndani ambazo ndizo tunazotaka kuzipitia kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo, ndugu zangu, mwaka 95, leo ni mwaka 2025. Miaka mingapi imepita tangu wakati huo, lakini bado leo tunapitia walichotufundisha mashehe wetu. Allah awaweke salama mashehe wetu, wale walioko hai na wale ambao walikwenda akhera, kuanzia nyumbani kijijini kwa mwalimu wangu wa alif Yusuf Turanya pale karibu na hifadhi ya taifa Gombe, mpaka Ujiji hapa Sheikh Fani Kiumbe rahimahullah, Sheikh Umar Himidi Mkunda rahimahullah, Sheikh Kabeke rahimahullah, Sheikh Thabit Rajab Nyamweru rahimahullah, na mashekhe Abdul Muhsin Kitumba, Sheikh Eid Hassan Kibura rahimahullah. Kwa pale Ujiji unakuja hapa Haramaini, walikuwa ni mashekhe wa Kisudani, lakini katika hao bado mwalimu wangu mmoja yupo hai, Sheikh Juma Pori, Allah ampe afya njema na ampe umri mrefu. Sheikh Juma Pori ametufundisha pale Haramaini pale Mnazi Mmoja. Baada hapo tunakwenda Mombasa, Sheikh Sirajur Rahmani Nadwi al-Qadhi Kisauni Mwandoni pale katika Masjidul Aqsa, tukawa tumekaa miaka 4. Baada hapo ndio nikawa nimekwenda Madina. Sasa ndugu zangu, Qur'ani inatufundisha namna ya kubisha hodi. Sisi Waislamu tutakapokuwa tumeacha muongozo, basi muongozo tumeuacha sisi wenyewe. Kwa sababu gani? Qur'ani hatuna thamani nayo tena sisi Waislamu, tumeitelekeza, tumeiacha, tumeipuuza. Sasa katika hii sura ya 24, Suratul Nur, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Allah, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, msiingie katika majumba yasiyokuwa majumba yenu, hatta tastanisu, mpaka mbishe hodi, bimaana tastadhinu, mpaka mbishe hodi, watusallimu ala ahliha, na muwatolee salamu wenye nyumba. Unabisha hodi, al-istinas bimaana al-istidhan, yani tatlubu al-idhna an yusmaha laka bidukhul, unaomba ruhusa uruhusiwe kuingia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, kufuata muongozo alioweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuto kuingia katika majumba ambayo sio yenu mpaka mbishe hodi kisha mkatoa salamu. Hiyo ndiyo dini ya Uislamu inavyofundisha. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini hii aya? Mtume anasema, man ittala fi baiti qaumin min ghairi idhnihim, anayechungulia katika nyumba ya watu pasina wao kumruhusu kuchungulia, halla lahum an yakfa'u ainahu, huyu kama wakimgundua kwamba anachungulia nyumbani kwao, basi ni ruhusa
kuweza kumpiga kibao jichoni kwake ili asiangalie. Rawahu al-Bukhari hadithi 6888 wa Muslim hadithi ya 2158 wa Nasa'i hadithi 4860 wa Ahmad hadithi ya 8771. Kwa hiyo tunapata fundisho kwamba tunatakiwa sisi tufate muongozo alioweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya nyingine, aya hiyo ni aya 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema fa in lam tajidu fiha ahada, nyinyi mnaokwenda kutembea katika majumba ya watu. Waislamu, huu ndio muongozo, sio uzungu. Maana wazungu wanakwenda kwa ustaarabu, mwisho tumewekewa kengele, unabisha, unagonga kengele na unaonekana. Kuna nyumba nyingine wameweka kamera ndani, wanamjua ni nani. Na kuna nyumba nyingine ukibisha hodi au ukisimama tu kuna kijitundu kidogo unakuwa unaonekana. Usije ukasema nyumba hizi bana, nyumba wao bana wanaishi kizungu. Hapana, sio kizungu ama kiarabu. Uislamu umeweka muongozo wa kwenda. Allah akasema fa in lam tajidu fiha ahada, ikiwa hamtomkuta yoyote katika hiyo nyumba, yani ile nyumba mle ndani hakuna mtu, fala tadkhuluha, msiingie hata kama mlango uko wazi. Msiingie hata yudhana lakum, mpaka mruhusiwe ingia. Wa in qila lakum urjiru, lakini ukiambiwa rudi, wenyewe hawapo, farjiru, rudini. Sio kusema hao wanajeuri kweli bwana, wanaambia mimi nisiingie huko ndani. Qur'ani yenyewe imeshasema usiingie. Wa in qila lakum urjiru, na ikiwa mtaambiwa rudini, farjiu, rudini. Huwa aska lakum, huwa athhar, kurudi baada ya kuambiwa na wenye nyumba kwamba usiingie, hata kama wanaongea kule ndani. Huwa aska lakum, huwa athhar lakum. Aska, hiyo ndiyo sawa katika Uislamu. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah anayajua yote mnayoyafanya. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah anayajua yote mnayoyafanya. Ndugu zangu, ukirejea kitabu kidogo kinachoitwa Ihsa'u Asma'illahi al-Husna cha Dr. Muhammad Barra, jina la Mwenyezi Mungu Alim limekaririwa katika Qur'ani yote zaidi ya mara 170, zaidi ya mara 170. Wallahu bima ta'maluna alim, limekaririwa sana. Sasa hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema laisa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha, si vibaya kuingia katika nyumba ambazo watu hawaishi mle ndani bila kutoa salamu, lakini fiha mata'un lakum, mle ndani mna shida nazo, yani kuna shida zenu.